Mtu hawezi akawa tofauti na anachokiona mbele yake. Kama ukiangalia mbele yako unaona kushindwa, unaona kuwa tajiri, unaona chochote kile, ujue unachokiona ni tafsiri ya kile ambacho utakuwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akitaka usifike mbali, huwa anakufungua macho ya nje, anakuonyesha kitu tofauti na kile ambacho unafaa ukiona. Wakati ule wana wa Israeli, nilikuwa nimeeleza hapo, walikuwa wamefikia bahari ya Shamu, wakaona haya ni maji wamewaziba hapa, na alafu Farao alikuwa anawafuatia. Maandiko yanasema kwamba walianza kumlalamikia Musa. Ina maana kwamba wakiangalia mbele yao walikuwa wanaona mauti. Wanamuuliza Musa, kwa nini umetuleta huku ili tupate kuangamia? Kwenye hiyo bahari kuna watu wakiangalia ile bahari walikuwa wanaona biashara ya kutegea samaki. Kwenye ile bahari ya Shamu kuna watu wakiangalia ile bahari walikuwa wanaona barabara ya kupitisha merikebu zao. Lakini wana wa Israeli wakiangalia ile bahari walikuwa wanaona mauti. Maandiko yanasema ya kwamba wakaenda wakamlalamikia Musa, wakamwambia Musa, kwa nini ulituleta huku ili tukapate kuangamia? Na ndio maana utaona kati ya watu wote ambao Musa aliwabeba akawatoa Misri ili awapeleke kwenye nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi, hakuna mtu aliyefika ila tu Caleb na Joshua. Hao wawili ndio walifika, nao walikuwa na imani ya kufika katika nchi ya ahadi. Wote walifia kule jangwani, kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 23 na mstari wa 7, huyu ni Solomon, mtu ambaye alikuwa na hekima, anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Wana wa Israeli walipoona bahari ya Shamu waliona mauti, waliona vile watakufa. Walipokuwa jangwani kule, maandiko yanasema kwamba kuna siku walikosa maji, kuna siku maji yalikuwa machungu. Wakaanza kumlalamikia Musa tena, wakamuuliza Musa, kwani hakukuwa na makaburi kule Misri? Ina maana kwamba wenyewe wakiangalia hawakuwa wanaona nchi ya ahadi, walikuwa wanaona mauti. Ni nini ambacho unakiona kwenye maisha yako? Maana hicho unachokiona ndio uhalisia wa maisha yako. Kila mtu kwenye maisha yake kuna picha ambayo Mungu anaiwekanga ndani yake ya kile ambacho unafaa kuwa kwenye maisha yako. Kwa kadri ya vile unapomtafuta Mungu, unapoomba, Mungu anakufunguanga macho, anakuonyesha picha ya kile ambacho unafaa kuwa. Ndio maana maandiko yanasema kwamba Mungu huangalia mwisho kabla ya mwanzo. Yaani anakutazamisha mwisho utakuja kuwa mtu wa namna gani. Mara nyingi kwa sababu ya mwisho wako kuonekana kuwa mkubwa, kwamba Mungu amekuonyesha utakuwa rais na leo hii hauna shilingi hata moja. Mungu anakuonyesha kwamba utakuwa mchungaji mkubwa. Mungu anakuonyesha kwamba utakuwa profesa, utakuwa daktari, lakini hata ada ya shule hauna. The fact kwamba una ada ya shule imaanishi kwamba Mungu haja kuwekea hiyo hatima. Hiyo hatima ni yako. Lakini kama shetani akija akakuonyesha kitu kingine tofauti na kile ambacho Mungu amekuonyesha, ujue kwamba ukiamini hiki cha shetani, ndio hivyo umefeli kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha kile Mungu amekuonyesha ni heri ukajaribu ukashindwa kuliko kushindwa kujaribu. Mungu anataka hiyo picha ameweka ndani yako uifuate hivyo hivyo hata kama uoni. Hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako, hiyo picha ya kuwa mtu mkubwa, hiyo ndio picha Mungu anataka uamini kwamba wewe ni mtu wa namna hiyo. Lakini kama shetani akija akakuwekea picha nyingine tofauti, ujue aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwenye kitabu cha Mithali 23 na mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikusomee mstari mmoja kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 na mstari wa 17 na 18, ili nikuonyeshe uhusiano kati ya kufanikiwa na kuona. Maana ukiona vibaya ujue kwamba hiyo vibaya ndio utafika hapo. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 kuanzia mstari wa 17 na 18. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi.
Huyu ni mtu ambaye alikuwa anajidai kwamba yeye ni tajiri, yeye ni maskini. Yaani alikuwa ndani yake anajidai, lakini ana hiyo picha. Aoni hiyo picha ya kuwa tajiri, lakini yeye mwenyewe anasema kwa kinywa. Kuna hatari ya kusema kitu ambacho ukioni. Ndio maana huyu mtu alikuwa anasema yeye mwenyewe kwa kinywa chake kwamba yeye ni tajiri, na anasema kwamba hakuna kitu anachokihitaji, lakini katika uhalisia alifaa kuona kwanza. Sasa mstari wa 18 unasema hivi: nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Mungu anamwambia mtu, ninachokupa nakupa mimi shauri tu ya kwamba enda ununue dhahabu iliyo safi ili upate kuwa tajiri wa ukweli. Namba 2, akamwambia ununue mavazi meupe, na namwambia cha 3, nunua dawa ya kujipaka macho ili ukapate kuona. Maana utajiri, I think umeona kwamba utajiri hapo umetajwa. Utajiri na unachokiona ni vitu viwili ambavyo vina uhusiano wa karibu sana. Unachokiona katika ulimwengu wa kiroho, ujue kwamba ndio kitakuja kutokea katika ulimwengu wa nyama. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliyetupa baraka za rohoni, anasema ya kwamba, kuna maandiko yanasema ya kwamba atukuzwe Mungu aliyetupa baraka zote za rohoni, lakini kuna maandiko yanasema mpenzi, ubarikiwe na uwe na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu anawekanga baraka ya mtu katika spirit ya mtu. Ndio maana anasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Anawekanga kwa yule mtu ambaye wanafanana na yeye, ambaye ni spirit yako. Sasa ukishindwa kuona mafanikio yako katika ulimwengu wa kiroho, ujue kwamba kuna mwingine atayaona na atayadownload, atayalete kwenye ulimwengu wa mwili na atayatumia mwenyewe. Ndio maana unasikia watu wanasema kwamba huyu anatumia nyota yangu, mimi ndio nilifaa kufanikiwa lakini huyu amefanikiwa, mimi ndio nilikuwa niolewe na huyu, mimi ndio nilikuwa nioe huyu lakini amemuoa yeye mwenyewe. Huo inatokea kabisa. Maana kuna watu ambao wakiangalia wanaona uhalisia, lakini wewe ukiangalia unaona kitu kingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba nitawafunulia hazina za gizani na mali zisizofichwa mahali pasiri. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi, nataka tusome mstari mmoja. Kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 na mstari wa 20. Maandiko yasema ya kwamba sisi ni wapitaji na wala taraji ya kukaa hatuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa maana wenyeji wetu huko mbinguni, na kutoka huko tunamtarajia Bwana Yesu Kristo. Lakini kuna maandiko yanasema ya kwamba ambao ndani yao Mungu wa ulimwengu huu, Mungu wa dunia hii. Kwa hivyo shetani kuna vile ambavyo ametawala ulimwengu, na kwa sababu shetani mkuu wa giza ametia giza. Sasa sisi wenyeji wetu huko hapa. Kwa hivyo shetani amejiwekea mali zake hapa na akazificha. Sasa kwa sababu ameficha, unaweza ukapita katika duka fulani, katika eneo fulani, ukaenda kufanya kazi katika mji fulani, katika country fulani, lakini ukawa ufanikiwi kwa sababu mkuu wa anga ameficha utajiri. Si eti kwamba upo, si eti kwamba ufai kutajirikia, hapana. Lakini umefungwa macho usije ukaona huo utajiri na ukaupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona watu kama Paulo kwenye Biblia. Paulo alipokuwa anaelekea Rumi, maandiko yanasema kwamba akawaambia wale walikuwa wanaenda nao kwamba hii safari najua itakuwa na hatari. Lakini wao wenyewe wakampuuzia. Baadaye kutokea upepo wa Kusi ambao ulikuwa ni upepo rafiki, ukawasaidia kwenye safari. Lakini mwisho wa siku ukatokea upepo mwingine unaitwa Eurakilo. Ule upepo ulikuwa ni upepo ambao unapiga merikebu kwa upande mwingine. Kwa sababu ya kukosa kumsikiliza mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ameona safari vile itakuwa, wakafeli kwenye maisha yao. Hivyo hivyo kwa Ayubu ilikuwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kwa mtu mwingine ambaye anaitwa Msamaria, yule mwanamke ambaye alikuwa Msamaria, alipata kwenda kuwakusanya Wasamaria wote wakuja kuhubiriwa na Yesu, kwa sababu Yesu alimuonyesha mambo yake. Mafanikio ya mtu yana uhusiano wa karibu sana na anachokiona mtu. Unaona nini mbele yako? Ni nini ambacho unaona kimekuziba? Ni nini ambacho unakiona mbele yako? Maana unachokiona ndicho kile ambacho huko siku ya leo, na ndicho ambacho utakuwa